Mhubiri 3:1 inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wake kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa mstari ambao Mungu atakusemesha utakuwa unaendana na majira na nyakati sahihi kwenye maisha yako. Neno la Mungu ni neno, ila si kila wakati litakufaa. Kila wakati una neno lake linalokufaa. Na ndio maana kuna wakati huu unaweza ukajikuta unaletewa sana Zaburi ya 27. Zaburi ya 27. Kuna wakati huu unaletewa sana Isaya 55. Kwa ina maana kila wakati kuna neno litakalokuwa linatembea na wewe. Kwa cha muhimu wewe ni kuhakikisha unaelewa tu hilo neno linamaanisha nini na utembee kwenye hayo maelekezo. Twende kwenye lango la 5. Ninagusia tu kila lango walau upate kitu ni summary kadri Roho Mtakatifu anavyonisaidia. Tukipata shule nyingine tutachimba kiundani zaidi. Lango la 5. Lango la 5 ni kwa njia ya nyimbo. Lango la 5 ni kwa njia ya nyimbo. Kwa njia ya nyimbo. Wimbo au nyimbo ni moja ya ujumbe ambao Mungu anaweza akatumia kukusemesha kama sauti yake. Nyimbo au wimbo ni moja ya ujumbe ambao Mungu anaweza akatumia kukusemesha sauti yake. Na hapa tunaongelea nyimbo za Injili, sio nyimbo za kidunia zenye matusi. Tunaongelea nyimbo za Injili. Zaburi ya 59 ule mstari wa 16 hadi wa 17. Zaburi ya 59 mstari wa 16 hadi wa 17. Inasema, nami nitaziimba nguvu zako asubuhi, nitaziimba fadhili zako kwa furaha. Kwa kuwa ndiwe uliye ngome yangu na makimbilio siku ya shida yangu. Nguvu zangu nitakuimbia kwa furaha, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu, Mungu wa fadhili zangu. Kwa hiyo Mungu analeta fadhili kwenye maisha yetu. Mungu analeta fadhili kwenye maisha yetu. Ndio maana Daudi anasema nitakuimbia nyimbo asubuhi. Wapendwa, usipende kusikiliza nyimbo za kidunia. Hizi nyimbo za kidunia zinazoimba mapenzi, ngono, matusi ni dhambi kuzisikiliza. Na kuna watu wako hapa ni washabiki wa hizo nyimbo. Acha katika jina la Yesu kuanzia leo. Penda kusikiliza nyimbo za Injili, kwa sababu na yenyewe pia ni sauti ambayo Mungu anatumia kuwasemesha watu. Ndio maana kuna wakati unaweza ukaamka asubuhi ukajikuta kuna wimbo fulani umekushikilia sana moyoni siku hiyo. Ukiona hivyo, watu wao wanaanza kusema, leo sielewi, kuna wimbo kila saa unajiimba ndani yangu. Sio uelewi, kaa nao huo wimbo. Utafakari maneno yake. Jua ni ujumbe wa Mungu kwako. Kuna wakati unaweza ukaingia kuomba, ukawa unaombea shida fulani. Na kila ukimaliza kuombea, kuna wimbo unakuja moyoni unaanza kuimba. Wapendwa,